Sasa kwa nini mkatae kuchinja wakati imeandikwa? Sasa jiuliza swali kama hilo. Yaani unakataaje kwamba unasema kuchinja haimo? Imeandikwa kwa sababu wewe unatakiwa unipinge usema huyu IPM muongo. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Mbele yako ni Prophet IPM. Nataka tujue kile kitu ambacho leo ametuitia waandishi wa habari, jambo kubwa katika kuelekea sikukuu ya Pasaka. Bwana Prophet, shalom. Shalom peace. Habari yako brother? Kwema? Kwema kabisa. Naona ni muda ambao tunaelekea katika sikukuu ya Pasaka. Kuna jambo kubwa ambalo umeliandaa kwenye kufanya. Wafuatiliaji wa Bato TV sasa hivi wanataka kufahamu Prophet anaenda kufanya jambo gani kuelekea katika sikukuu ya Pasaka. Kwanza nikushukuru kwa wakati wako. Jambo kubwa tunakwenda kusherekea Pasaka. Pasaka ni kuchinja. Maana yake Pasaka, yani ukisikia neno Pasaka, maana yake ni kuchinja. Kwa hiyo tunataka tuchinje, alafu tulishe yatima na maskini. Hiyo ndo target kubwa, lakini pia kuwaambia Wakristo duniani kote wasiogope kuchinja. Kwa sababu kuna yale zile dhana kwamba mtu akishachinja anaonekana mshirikina, anaonekana mchawi, huyu anataka kuua mtu, kumbe ni moja ya ibada. Kuchinja ni moja ya ibada ya. Kwa hiyo watu wawe huru kuchinja, lakini pia wasile iko chakula peke yao. Wawaite yatima na maskini waweze kushiriki katika ibada hiyo. Unadhani kwa nini Wakristo wengi hawafanyi hiyo kwa sadaka ya kuchinja? Ni mfumo tu ambao wameukuta, ambao watu waliuweka. Vipo ndani ya maandiko, kwa sababu mimi sijatoa kichwani, nimetoa ndani ya maandiko. Kwa hiyo kuna walio tutangulia waliona kama ni kitu hakitakiwi, ni kitu, na ndio maana watu wanakuwa maskini kila siku, maisha yaendi. Unaona bwana, kwa sababu wanakwepa. Usipomsaidia maskini wewe ni ngumu kufanikiwa. Muone mzee Bakharesa yule anawasaidia maskini. Muone Saidi Rugumi anajenga mpaka magorofa. Fikiri ana akili yule au ana hela za kuchezea? Mtu ajenga gorofa 5 kwa sababu ya kutaka kumsaidia maskini. Wanajua fadhila na thamani ya kufanya hivyo. Mheshimiwa Rais na Daktari Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu, mbona naye anafanya hivyo? Anaita yatima Ikulu, anakaa nao, wanajua hivyo vitu. Kwa hiyo ni vile tu namna ambavyo watu wamefundishwa. Wachungaji wanataka kujilimbikizia mali wao, masikini hawana muda nao, wala wajane hawana muda nao. Sasa sisi wengine tunahukumika moyoni mwetu, tunajua kabisa tunakuwa tufanye hichi kitu. Kwa tunawahamasisha wale wanaotuamini, wanaotufuatilia, ili waweze kujiunga na wao kwa miongoni mwa hili. Unasema ni mfumo ambao umeshatengenezwa. Unaamini ya kwamba ilitengenezwa kwa sababu ya kuchinja ilionekana kwamba ni kitu ambacho hakiendani na mila na tamaduni za Kikristo ama vipi? Wazungu ndo walileta hivi vitu. Mababu zetu walikuwa wanafanya hivi vitu. Walikuwa wanachinja. Kwa hiyo kumbe mababu zetu ni kama walikuwa wanaongozwa tu na Mungu, kwa sababu ni mfumo ambao uko ndani ya nini? Ndani ya vitabu vya dini. Sasa wao walipotuletea hizi dini, sawa vimeandikwa humo, lakini bado wakapindisha kwamba bwana hivi na hivi, toa hivi. Sasa mwisho wa siku ni kwamba baraka haziwafikii waumini. Mimi nakwambia ukweli, baraka haziwafikii waumini. Lakini hakuna mtu ataacha kumlisha masikini, yatima, asifanikiwe. Hayupo hata mmoja. Kwa hiyo sisi tunapambana kutaka jamii elewe wanapaswa kusaidia masikini. Na Mungu ameweka balance. Wewe unaweza ukamiliki milioni 2, mimi nikamiliki milioni 1. Au nikamiliki labda 50,000. Mungu anataka wewe uliyemiliki nyingi umuone asiyekuwa nacho kabisa. Wakati mwingine Mungu anaweka riski kwa watu wengine. Mungu anapokupa riski nyingi sio zako. Anataka hizo riski ushare na watu wengine. Ndio Mungu alivyotuleta duniani. Ndio upendo, ndio dini. Sasa dini amsaidii watu, sasa hiyo ni dini gani? Kwa hiyo tupo kuamsha Waafrika waelewe kwamba lazima tuwasaidie masikini. Tunapotoa sadaka zetu ili Mungu atubariki kweli, lazima masikini wale. Kwa nini hii swala la kuchinja tunaona kwamba limewachia zaidi ndugu zetu wa imani ya Kiislamu? Yaani ndio tunaona zaidi wanaendeleza na Ukristo kama wameiacha. Hiyo ambao unasema bado ni tamaduni ambayo kwa Bible pia ipo. Uislamu, shida ya Uislamu na uzuri wa Uislamu. Uislamu alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin.
aliyeisoma hiyo alhamdu miaka 100 iliyopita atakuja kuisoma hiyo alhamdu 2025. Haijabadilika. Haibadiliki. Sasa na ukitaka kubadilisha utashughulikiwa, utaambiwa hapana, haiko hivyo. Sasa huku mtu anaweza kaibua asema yeye ni Yesu. Sema yule wa Kenya anasema mimi ni Jehova, yani aliyeumba hii dunia yote eti. Hadi Mika niumba yuko Kenya. Unataka kusema kwamba APM kwamba unaona kabisa Uislamu unafuata kanuni na sasa ukisema hivyo anakasirika, lakini ndio ukweli. Ukisema hivyo anachukia, huyo katumwa, pandikizi, mpelelezi, chizi, watakwambia yote, lakini ndio ukweli. Sasa kwa nini mkatae kuchinja wakati imeandikwa? Sasa jiuliza swali kama hilo. Yaani unakataaje kwamba unasema kuchinja haimo? Imeandikwa kwa sababu wewe unatakiwa unipinge, unasema huyu IPM muongo, haipo. Ipo, sasa unanipinga nini? Kwa hiyo sisi tunafuata tu, tunafuata kile Biblia inasema na tunafanya, hatuogopi kwa sababu hatuvunji sheria ya nchi, hatutukani rais, hatutukani mtu, hatumtukani kiongozi yoyote wa dini. Tunafanya sisi na jamii yetu na watu waliotuamini. Nikipita kwenye komenti kwenye page yako huwa nakufuatilia sana. Kuna komenti zinasema ya kwamba huyu mchungaji amekwenda kuutangaza Uislamu ndani ya kanisa. Na kuna wakati utafikia itajulikana hili kanisa wote watakuja kuslimu. Wapo wanasema hivyo. Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan na Amiri Jeshi Mkuu alipoingia kwenye urais, kuna wachungaji walikuwa wanataka avue hijabu. Avue. Yaani walikuwa wanataka sisi awe sawa tumekubali awe rais lakini avue hijabu. Unajua kuna watu kaka uwezi yani wapo tu. Yaani kuna watu wapo tu, huwezi kuwazuia. Kwa hiyo mimi sina chuki. Yaani kinachowatesa ni IPM hana chuki na dini ya Kiislamu. Kwa hiyo hata Muislamu akinichukia mimi anakosea kwa sababu mimi sina chuki na imani yake. Unaposoma vitabu vile baadhi ya aya nini unaelewa vizuri. Mimi na rifaa tu. Wanaona kama umeenda kufundisha Uislamu kanisani. Hapana, sio kwa nisikilize nikwambie. Unaweza ukajifunza kitu kizuri kwa adui. Muingereza anasemaje? Akikushinda ungana naye. Sasa sisi hatuungani, lakini unaweza ukajifunza kitu kizuri kwa adui. Kama ni adui. Sasa mimi Muislamu simuoni adui. Kwa hiyo naweza nikajifunza tu kitu kwamba mbona aya hii ni nzuri. Inaendana na somo langu nililoliandaa, na ichukua na iweka pale. Kibaya au kizuri, I was a Muslim. Lakini wataka baada ya kumove from Muslim to Christianity, mimi sasa nianze kuwatukana wana majini hao, wachawi hao, washirikina nyinyi mmepotea, Uislamu sio dini. Yani hivyo wangenipongeza kweli, yani na ningekuwa na followers wengi zaidi hata hapa yani. Yani wangeona huyu ndo mwenzetu sasa. Sasa wakioni iko na mimi sitafuti balance. Sitafuti shobo, sitafuti umaarufu. Sasa na mimi natafuta umaarufu kaka? Hapana. Natafuta hela, natafuta nyumba, natafuta nini sasa? Mimi natafuta amani tu. Mimi nafundisha watu amani. Wanasema tokea ulipoamua sahuni wakati ambao unakwenda kwa Yesu, amani kwa IPM imekuwa ya juu zaidi tofauti na kule kipindi ambapo upo katika Uislamu. Sasa Yesu si ndo njia ya kweli na uzima. Ukimwamini Kristo amani lazima uipate. Lakini utofauti unaokuja hapo ni namna ambavyo watu wanataka kunilazimisha mimi niwachukie Waislamu, niwatukane. Mimi sio kiongozi wa matusi. Mimi nafuatiliwa na watu kaka, yani mimi nakwambia ndio vile tu mimi nina kifua, sio mropokaji. Lakini napigiwa simu na viongozi wengine mpaka nasema ni yeye kweli huyu? Unafungua unaangalia mara mbili wewe. Huyu atakuwa ni yeye kweli? Anambia yeye IPM songa mbele kijana. Tuko na wewe bwana, tunakusikiliza. Tuko hapa. Na unasikiliza sasa unasema kweli huyu ni mheshimiwa. Kwa nini? Na sio Mkristo, Muislamu. Ni Muislamu. Sio mmoja, sio wawili, sio watatu. Wewe nenda kwenye page yangu ya Instagram kaangalia watu walionifollow pale. Ndio utaelewa ninachokiongea. Ni wako kanisani pia hata Waislamu wanakuja Waislamu kanisani kwangu. Hata Jumapili walikuwepo. Kuna mganga mmoja naye sasa IPM mimi nimekuelewa naomba nije Jumapili. Mpaka waganga wananikubali. Ukiamua kunichukia nichukie tu. Yuko huko anamwambia mimi nakuja. Kupitia kwako wewe mpaka kuokoka. Kwa nini? Na ni Muislamu, ni mganga lakini Muislamu. Lakini kwa nini nasema sijakuona ukitukana? Kwa nini nitukane? Yaani mimi ndio najiuliza. Yaani kwa furaha ya watu wanaoni challenge wanataka tu mimi nitukane. Kutukana ni kosa kwa mujibu wa sheria pia.
Kwa nini nikukashifu? Mimi siwezi kukashifu. Na sio kwamba sina uwezo, ninao uwezo mimi kaka wa kusumbuana na wewe kwenye mahakama. Ndauza hata viwanja vingi nipambane na wewe. Sio kwamba sina wa kuwapigia simu, nao wakubwa kabisa. Lakini mimi niko tayari kumsikiliza mwenyekiti wa serikali za mitaa kabla ya kwenda Ikulu. Ndio nimefundishwa hivyo. Niko tayari kumsikiliza askari wa kawaida kabisa asiyekuwa na cheo kabla ya kumpigia IGP. Watu wakwambia mimi naweza kuwekwa ndani na nikakubali. Watu wakwambia ndo binadamu. So unajifanya wanasema bal tuthiruna alhayata dunya wal akhirah inna hadha la fi suhfin ula. Suhfi bora. Tunapita hii dunia. IPM system. Wako wapi walio kuwepo kaka? Wamepita. Yuko wapi muasisi wa taifa hili? Mimi ni nani nije nifanye hamna hicho kitu. Wanakuambia mtakaje IPM yuko kwenye system, mtu wa system simchezee, msimuone vile. Sasa hayo ni maneno. Mimi ni balozi tu wa jeshi la polisi. Sio kwamba mimi ni afisa au ni undercover. Balozi hata Mwijaku ni balozi bwana. Balozi maana yake kuzungumzia vizuri tu hicho kitu na nini hivyo. Kwa hiyo mimi sio usalama wa taifa wala sio polisi wala sio TAKUKURU. Napenda tu majeshi yangu. Kwa kweli ukiyazungumza vibaya majeshi hapo yani umenigusa. Yani hapo nakuja front. Yani ndo niko hivyo. Yani katika engo ya majeshi usiguse kwa sababu hawa watu hawalali kwa sababu yetu sisi. Hawasinzii kwa sababu yetu. Wanapambana usiku na mchana kuhakikisha Tanzania iko salama. Okay. Ufahamu wa IPM tokea alipoamua sasa rasmi naingia katika upande wa Yesu. Labda kuna namna ambavyo ulishawahi kubatiza watu ambao walikuwa upande wa pili kupitia ile nguvu yako ya wewe kubadilika. Yani kutoka Uislamu hata kwenye upagani ambao kwa hawana dini kabisa kuwashawishi, kwa sababu IPM umetokea upande wa dini ya Kiislamu kuwashawishi wengine nao watoke kwenye dini zao waje katika dini ya wokovu ambao wewe upo. Sasa hilo swali unalolouliza linaitwa religion investigation. Siwezi kulijibu. Wanaonifuata alisaka walipatia. Wanaonifuata mimi ni wengi. Unaelewa vizuri. Wanaobatizwa pia ni wengi. So mimi huwa siulizi. Ndio maana pana kanisa na maana na waumini na ndio maana nafuatiliwa na watu hivyo. Kwa hiyo siwezi kuwa na ile idadi au aina ya watu. Kwa mfano last Jumapili iliyopita watu wampokea Yesu 100 kama wewe iko live ile ibada. 100 kama na 50 hivi. Iko live ile ibada iko YouTube. Hilo ni jibu tosha kwamba okay kuna watu wanamfuata huyo jamaa lakini sijui dini gani, sijui dhehebu gani, ila ni watu. Hapana, najua umepokea Yesu.